watu wengi wakiamini kwamba wanakwenda kufanya vizuri baada ya kwenda mapema kabisa, na tumemsikia kocha wa Simba akisema kwamba wako tayari na vijana wake kutengeneza historia mpya. Kwenda mapema ni faida kwa upande wa Simba kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanaenda kuvishughulikia na timu ya mpira wa miguu, kwa sababu hakuna namna ambavyo utacheza mechi zako 100 katika eneo moja bila kusafiri. Itakulazimu utoke ukacheze nje, itakulazimu ubaki ucheze nyumbani, lakini pia itakulazimu uvuke mpaka mipaka ya nchi yako kwenda kucheza mchezo. Simba wanaenda kucheza kwenye ardhi ya Misri ambapo tayari walishapata tunasema ile mazoea ya kwenda kucheza kule, kwa sababu takriban misimu 6-7 ya nyuma Simba imekuwa ni kawaida au piti mwaka au upiti msimu. Kama unapita msimu unaofuata, basi Simba lazima wataenda kucheza pale katika ardhi ya Misri, kitu ambacho kwa upande wao kama taasisi sio kitu kigeni kwenda kufanya vile, kucheza kule michezo ya kule. Wanajua namna ambavyo pressure inakuwa kubwa, lakini wanajua namna ambavyo wanaweza njia ambazo wanatakiwa wapite kwa ajili ya kwenda kuendo zile logistic na vitu kama vile pale. Ukiangalia timu yenyewe kama sasa hivi ilivyo chini ya Fadlu Davis, unategemea au ulitegemea kuona Simba wanafanya vile, wanaenda kule, kwa sababu tukumbushane hapa, wasikilizaji watakuwa wanakumbuka kabla ya msimu kuanza Fadlu Davis anaichukua Simba Sports Club kama kocha mpya na benchi lake la ufundi kwa ujumla. Simba walienda kuweka kambi pale katika ardhi ya Misri, kitu ambacho kuelekea katika mchezo wa leo inakuwa ni advantage pia kwa upande wao, kwa sababu ndo wameenda kuanzia msimu pale. Leo wanarudi kwa ajili ya mchezo wa kimaamuzi ambao unahitaji kwa namna yoyote ile uweze kupata matokeo, sio matokeo tu, matokeo ya ushindi ambao yatakuvusha kutoa hatua hii ya robo finali kupeleka nusu finali. Tunajua Simba Sports Club ndani ya misimu 6, misimu 7 wamekuwa na utaratibu wa kucheza ya mashindano makubwa ya virabu kwa upande wa CAF, wakiwa wanaishia tunasema wanagota pale hatua ya robo finali. Wanahitaji kurekebisha hii historia, wanahitaji kurekebisha haya mazoea ambapo wamezoea kuishia ili kwenda mbele. Kwa kwenda kule mapema kulikuwa ni kwa ajili ya wao kuandaa kwanza kimwili, lakini pia kuandaa wachezaji kisaikolojia, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya kucheza mchezo ambao ni muhimu, ni mchezo mgumu. Ukimwangalia mpinzani wao ambao wanaenda kucheza naye Al Masry, haikupi au haiko katika yale madaraja ambao utaiita Al Masry kama ni timu kubwa. Wana historia kubwa, lakini ni moja ya timu ambazo ukiacha ule ukongwe wao ambao wanao mpaka sasa hivi miaka 108 tokea ile timu ianzishwa, lakini tunaizungumzia toka huo mwaka ambao inaanzishwa mpaka leo hiyo miaka 108, tunaizungumzia timu ambayo haijawahi kuchukua ubingwa wa ligi kuu wa Misri. Hiyo inakuonyesha ni kwa namna gani wao wako dhaifu reali au daraja gani waliropo katika mpira wa Misri. Kwa mantikio kwamba ni pamoja ni kongwe kwa nchini Misri, lakini ukiangalia kwa Simba wao tangia wameanzishwa mpaka hivi sasa washachukua vikombe kadhaa. Wamechukua vikombe vingi. Kwa hiyo faida ambayo Simba wanaenda nayo kiwanjani ni kwamba tunaenda kucheza na timu ambaye sio dominant sana katika mpira wa hapo Misri. Zipo timu ambazo ni dominant, zipo timu ambazo nyingine ni mpya, ndo zimeanzishwa, zina miaka 10, miaka 8, miaka 15, lakini tayari washaonyesha ile achievement. Kuna vitu ambavyo unaweza ukakaa mezani wakakuonyesha. Ukiitoa ile fan base upande wa Al Masry, si ndio? Ukatoa uwekezaji mkubwa ambao unafanyika na ile bandari ya kutoka pale Suez Canal. Ile bandari ndo inawekeza pesa nyingi pale. Ndio maana unakuta ile timu, taasisi nzima ile Al Masry ni moja ya taasisi ambazo zinamiliki timu nyingi katika michezo mbalimbali. Wanamiliki mchezo wa gofu, wana timu ya gofu, wana timu ya wanawake, lakini tunazungumzia Al Masry ambao wanaimiliki timu ambayo inacheza cricket, tunaizungumzia Al Masry ambao wanamiliki timu ambao wanacheza handball. Kwa ni taasisi ambayo imetengenezwa kimichezo. Iko pale unazokaangalia baadhi ya timu nyingine katika michezo mingine wanafanya vizuri. Inavyokuja katika upande wa timu ya mpira wa miguu, upande wa wanaume, mafanikio yao sio makubwa ukija kuyalinganisha kama timu kama Future ambao ni timu mpya, ukija kuyalinganisha na mafanikio ambao au watu ambao wamepiga sasa hivi timu kama Pyramids ambao ni timu mpya pia katika mpira wa Misri, timu kama Zamalek, timu kama National Al Ahly, timu kama National Bank.
timu kama Mera, ni timu ambazo zenyewe zilishajitanabaisha na kuonyesha ukubwa wao na madaraja yao kwamba ziko pale. Ndio maana sasa hivi ukienda kuangalia katika viwango vya kafu, Al Masry na Simba wanaonekana wako mbele zaidi kuliko Al Masry, japokuwa Simba ni timu changa ukilinganisha na Al Masry katika uanzishwaji wake. Hilo la kwanza linakaa pale. Kwa hiyo sasa hivi timu namna ilivyo, ujue mara nyingi mpira au mchezo wa mpira wa miguu unahukumiwa na vitu vingi sana. Unahukumiwa na vitu vingi sana kwa sababu ujui siku ya mchezo timu zote kiwanjani zitaingia kwa namna gani. Al Masry wanaweza wasiwe na matokeo ya kutisha sana mechi walizozicheza kuelekea kutoka kwenye hatua ya kufuzu ile preliminary stage, first round, second, mpaka wanaingia group stage, mpaka wanatoka group stage wanakuja kuingia robo finali ambapo wapo sasa hivi. Lakini wakaja kukuonyesha kitu cha tofauti katika mchezo wa siku ya leo. Vivyo hivyo pia kwa upande wa Simba, wanaweza wakawa wana run nzuri, wanapata matokeo katika mashindano ya FA, wanapata matokeo katika mashindano ya NBC Premier League, lakini vile vile wamepata matokeo katika michezo ya kufuzu kuanzia hatua ya kwanza ambao wamecheza mpaka hatua ya makundi mpaka hivi sasa. Na mbaya zaidi au kitu kizuri zaidi kwa upande wao ambacho kinaongezea confidence, walishatembelea viwanja vigumu kwa msimu huu. Wameenda kucheza mechi yao pale na CS Faction, wakapata matokeo ugenini. Lakini pia walienda wakaonyesha mechi ngumu sana kipindi wacheza na Constantine. Wanatangulia goli la Mohamed Hussein, anakuja kuchomoa Ibrahim Dibu. Simba wana level aggregate, Constantine wanakuja kuushinda ule mchezo. Simba ali switch off katika ule mchezo kwa takriban kama dakika 10, mechi imeishia pale. Dakika 56 mechi imeshaisha na Simba kama amepoteza ule mchezo. Lakini pia Simba ameenda kucheza Libya dhidi ya Al Hilal Tripoli. Tumeona Al Hilal Tripoli ambao walikuwa wametoka kufanya uwekezaji mkubwa, kikosi chao kina usajili wa gharama zaidi, wako wachezaji ambao wana majina makubwa na profile kubwa, kina mabururu katika mpira wa Afrika. Lakini Simba alienda akaweza kufanya vizuri kule akiwa Libya, lakini baada akaja akafanya vizuri zaidi akiwa Tanzania. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba tayari kwa msimu huu kwa hiki kikosi kichanga, kikosi kipya cha Simba chini ya Fadlu Davis, tayari walishaanza kupata ile confidence ya kwenda kufanya chochote katika uwanja wowote. Lakini unarejea kuangalia katika mchezo wa siku ya leo, ujue takwimu zinatuambia hivi: mashindano ya Afrika ngazi ya virabu, mashindano ya Afrika ngazi ya timu za taifa, kwa 65% timu za nyumbani zinapata matokeo ya ushindi. Kwa zinakuwa zimebaki ni 35% tu za mgeni kuweza kupata matokeo ya ushindi. Imekuwa hivyo, imezoeleka hivyo. Na hii takwimu ambayo naizungumzia sasa hivi kwa upande wa mpira wa Afrika, ukienda mbali zaidi kuzungumza hata mpira wa dunia au tuzungumzie mpira wa ulimwengu mzima, utakuta mara nyingi ni kweli timu ambazo zinakuwa zinacheza katika viwanja vya nyumbani huwa zinafaidika kwa kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu vitu vingi vinakuwa upande wao. Cha kwanza, wao ndio wanafanya logistics zote za kuwapokea waamuzi. Wao ndio wanakuwa wamiliki wa uwanja ambao unatumika kwa ajili ya mchezo husika. Wao wanapata faida nyingine ya kucheza mbele ya mashabiki wao ambao wanakuwa wanawapigania kwa ajili ya kurudisha kitu kilichobora wakiwa majukwaani. Wao wanatenda kazi kiwanjani ili warejeshe furaha ya vile viingilio na gharama ambavyo mashabiki wametumia kusafiri kuja kuiangalia timu. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vimekuwa vikienda mbali, kuna muda mpaka ule ubora wa kikosi husika cha mgeni huwa unakaa pembeni, vitu vingine vinaamua. Vitu gani vinaamua? Utakuta sasa ile timu ambayo ni mwenyeji watacheza kwa spirit ya juu. Kitu cha kwanza, mara nyingi ukifanya kitu kwa spirit ya juu kwenye mchezo wa mpira wa miguu, una asilimia kubwa sana ya kuenda kufanikiwa kwa kile unachokifanya, kwa sababu unafanya ili uwalizishe watu ambao wako pale karibu wanakuona. Ndio maana mara nyingi unazikuta timu za nyumbani zinashinda. Lakini kitu cha pili, hutohitaji kupata aibu ukiwa mbele ya mashabiki zako na viongozi wako, labda marais wa shirikisho la mpira na vyama vya soka katika nchi yako. Mara nyingi wanakuwa wanahudhuria hii michezo, serikali inakuwa pale. Kwa mara nyingi kuogopa ile aibu, unakuta timu wanakuwa wanajituma mara mbili ya ule uwezo wao wa kawaida, kitu ambacho mara nyingi kimekuwa kikizilipa timu nyingi ambazo zinakuwa zinacheza nyumbani. Angalia mchezo wa leo technical. Sasa tuanze kuangalia upande wa tactical katika mbinu. Ukija kuangalia kimbinu, sasa hivi Al Masry wana kocha mpya ambaye amechukua timu, ilikuwa ni Januari mwishoni ndo anaichukua timu. Tunamzungumzia coach ambaye tayari yeye aliipeleka timu ya Future finali
ya Egyptian Cup, tunasema ile ni kama FA ya Tanzania. Ameipeleka finali Future ambayo amepita kwenye vizingiti, alimtoa National Bank, lakini ndo huyo ambaye alienda kumtoa Pyramids. Tunaizungumzia Future ile ambayo ilikuja ikacheza mchezo dhidi ya Coastal Union. Coastal Union wakawa wameondoshwa kwenye mashindano, na ndo ule msimu ambao walienda pia mpaka hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni kocha ambaye kimbinu ni mzuri katika kucheza hii michezo ya knockout. Ana uwezo wa kufanya vile kwa sababu alishatuonyesha sura ya kufanya hivyo katika michezo ambayo alikuwa anasimamia akiwa kama kocha mkuu wa Future. Leo hii yeye ndio kocha mkuu wa Al Masry. Lakini unakuja kuangalia Al Masry, nje ya yote ambayo yanaizunguka ile timu, kuna maongezeko au kuna ongezeko la wachezaji wapi ambao wamesajiliwa kwenye kile kikosi. Unakuja kumzungumza, kuna Islam amecheza Esperance de Tunis, Silio winner katika makombe ambayo Esperance wanachukua katika ardhi ya Tunisia, lakini pia amekuwepo katika kikosi cha timu ya taifa ya Tunisia, na ni moja ya wachezaji ambao walifunga goli kombe la dunia lililopita ambalo Tunisia walishiriki. Lile goli dhidi ya Panama, ile goli alikuwa aliyefunga lile goli moja ndo Islam mwenyewe ambaye yupo kwenye kikosi sasa hivi cha Al Masry. Anafanya vizuri katika eneo la midfield, na ndo anafanya ndo ufunguo ambao unazifungua zile kufuli ngumu za timu pinzani wanazokuwa wameweka kiwanjani mechi ikiendelea. Lakini unakuja kuangalia pia kuna ongezeko lingine, wamemsajili mchezaji kutoka pale National Al-Ahly. National Al sasa hivi yuko katika kikosi cha Al Masry. Yeye ana uzoefu kwa sababu Champions League hizi ambazo mafanikio ya Al ameyapitia, alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi. Ana ile experience ya kwenda kucheza games zenye intensity kubwa na kuweza kupata matokeo. Hakuwa regular starter kwenye kikosi cha Al kwa sababu ya ile quality kubwa ambayo inapatikana mbele ya kina Imam Ashur, mbele ya kina Hussein Yashati, Reda Slim, Rami Rabia. Unakuja kuwazungumzia watu kama Marwan Yatia, mtu kama Tawfik. Ni wachezaji ambao walikuwa wanabadilishana dakika, lakini sasa hivi ni regular starter ndani ya kikosi cha Al Masry. Unategemea kuona ile klasi yake ikionekana katika mchezo wa leo. Lakini ukiachana na hilo, tunajua utaratibu wa ligi ya Misri, utaratibu wa ligi ya Algeria, ni moja ya mataifa ambao wana sheria katika mpira wao. Goalkeeper anatakiwa awe mzawa. Wana goalkeeper wao ambaye mara 2 ameitwa katika timu ya taifa ya Misri. Ameitwa katika timu ya taifa ya Misri akiwa anaenda badala ya Mohamed Gabaski. Gabaski anakaa nje, yeye anaitwa kwenye kikosi akiwa anaenda kama goalkeeper namba 3. Kwenda kuwa goalkeeper namba 3 unapata ile experience ya kwenda kushare gloves, kwenda kushare dressing room, kwenda kushare zile nguzo mnavyokuwa mazoezini na magolikipa wakubwa kama Mohamed El Shanawi ambaye ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Misri na goalkeeper wa National Al-Ahly. Kitu ambacho unaona wanaye goalkeeper mzuri ambaye anaweza akafanya saves nyingi, akaweza kusaidia katika mchezo unavyokuwa unazidiwa, na ni goalkeeper mmoja ambaye ana uwezo wa kuihandle pressure timu inavyokuwa kwenye pressure.